Irani imetangaza rasmi kuanza upanuzi mkubwa wa shughuli zake za nyuklia, ikiwa ni pamoja na kujenga kituo kingine kipya cha kurutubisha urani na kuongeza kiwango cha urutubishaji hadi karibu na kile kinachoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Hatua hii imekuja saa chache tu baada ya shirika la kimataifa la nishati atomic kupitisha azimio la kushtumu Irani kuwa kutotekeleza wajibu wake chini ya mkataba wa kimataifa wa nyuklia. Tangazo hilo limetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Irani, ambaye amesema kuwa taifa hilo haliwezi kuvumilia vitisho vya kisiasa kutoka kwa mataifa ya Magharibi na shirika la kimataifa la nishati. Irani imesisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani, lakini sasa inalazimika kuchukua hatua za kujilinda dhidi ya kile inachokiona kuwa kama njama ya kuiwekea shinikizo la kimataifa. Kwenye kikao kilichofanyika mjini Vienna, bodi ya magavana wa IAEA yenye wanachama 35 ilipitisha kwa kura nyingi azimio la kushtumu Irani kwa kutotoa ushirikiano kamili katika ukaguzi wa maeneo yenye mashaka ya nyuklia. Shirika hilo limesema kuwa Irani haijatoa maelezo ya kutosha kwa shughuli zilizogunduliwa katika maeneo ya Levisan, Shian, Varamin pamoja na maeneo mengine ambayo hayakuwa yametangazwa kwa sehemu ya mpango wake wa nyuklia. Mashaka hayo yamekuwepo tangu mwaka 2019, lakini ushirikiano wa Irani umekuwa hafifu licha ya juhudi za kidiplomasia kuhimiza uwazi. Ingawa azimio la sasa halijapeleka swala hilo moja kwa moja kwa Baraza la Usalama wa Mataifa, wataalamu wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa hali hii inaweza kusababisha kurejeshwa kwa vikwazo vya kimataifa vilivyositishwa mwaka 2015 baada ya makubaliano ya JCPOA. Tayari mataifa ya Ulaya kama Ufaransa na Ujerumani yameonyesha wasiwasi mkubwa na kuunga mkono hatua kali zaidi dhidi ya Tehran. Marekani kwa upande wake imetoa tamko kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ikiunga mkono azimio hilo na kuongeza kuwa Irani inafaa kuelewa kwa uvumilivu wa kimataifa una mwisho. Kwa mujibu wa azimio hilo, Irani haikujizuia, ilitoa pia vitisho vya moja kwa moja dhidi ya Israel, ikisema kwamba mashambulizi yote dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia yatajibiwa kwa nguvu isiyo na kifani. Hali hii inaweza kuzidisha wasiwasi na kuzuka kwa vita vya wazi kati ya mataifa hayo mawili. Wakati wa Marekani inaripotiwa kuanza kupunguza baadhi ya wanajeshi wake kutoka maeneo ya hatari Mashariki ya Kati kwa hofu ya mapigano makubwa, huku juhudi za kisiri za kidiplomasia zikifanyika kuzuia shambulio la kijeshi la Israel dhidi ya Irani. Irani na shirika la kimataifa la nishati wamekuwa kwenye mvutano wa muda mrefu kuhusu uwazi wa shughuli zake za nyuklia. Tangu Marekani jiondoe kwenye makubaliano ya JCPOA mwaka 2018, uhusiano wa Irani na jamii ya kimataifa kuhusu nyuklia umezidi kuzorota. Hatua sasa shirika la kimataifa la nishati ni ya kwanza ya aina yake kwenye kipindi cha miaka 20 na inachukuliwa kama ushahidi kuwa subira ya jamii ya kimataifa inafikia mwisho. Ikiwa hali hii haitadhibitiwa, wachambuzi wanasema kuwa uwezekano mkubwa wa kurejeshwa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa au hata hatua za kijeshi ikiwa diplomasia itashindwa. Tangazo la Irani kuongeza shughuli zake za nyuklia limezua taharuki kubwa duniani. Iwapo juhudi za kidiplomasia hazitafanikiwa haraka, dunia inaweza kujikuta tena kwenye njia panda ya mzozo mkubwa wa nyuklia unahusisha Irani, Marekani, Israel na mataifa ya Ulaya. Shirika la nishati atomic duniani kwa upande wake limetoa wito kwa Irani kushirikiana kikamilifu na kuruhusu ukaguzi wa kina ili kuepusha mgogoro wa kimataifa unaoweza kuwa hatari kwa amani ya dunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.